Pongeze kwa wazo zuri na tafakuri nzuri ambayo ulikuja nayo zidi ya klabu yetu. Kwanza mimi lazima nikiri mbele ya waandishi wa habari, nguvu moja ya Simba haipo. Nguvu moja ya Simba haipo. Na moja ya kukosa nguvu moja kwenye Simba, tumepoteza imani ya kutokuaminiana wana Simba. Leo hii niwaambie tu, kama hamjui waandishi wa habari, sehemu wanapokaa wana Simba watano, yawezekana pale wakazungumza mdomoni, wakawa wanazungumza stories na kwenda, lakini wao wenyewe kwa wenyewe hawaaminiani. Huo ndio kweli. Leo hii Simba inafika mahala inakosa matokeo, anaambiwa tatizo Shabani mpira pesa anaongea sana na waandishi wa habari, ndio wanasababisha sisi kuto kupata matokeo. Leo hii Kisugu pasi milioni na watu wengine, kila mmoja hamwamini mwenzake. Maana yake kuto kuaminiana, nguvu moja kwenye Simba haipo. Dhamira ya kikao hiki cha kwanza, nilichofahamu mimi kwa uelewa wangu, kuona namna ambavyo tunarudisha uaminifu na kuaminiana ndani ya Simba. Tafakuri ya viongozi hawa wakaona moja ya kurudisha imani ni kwenda kumuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila mmoja anajua uwezo wa Mwenyezi Mungu, na kwenda hapa kuna vitu viwili mimi nataka niweke sawa sawa. Kuna kumuomba Mwenyezi Mungu na kuna kwenda kumshtakia Mwenyezi Mungu. Sisi hatumuombi Mwenyezi Mungu, tunakwenda kumshtakia. Ndivyo? Sawa. Tunakwenda kufanyaje? Kumshtakia. Na nani tunakwenda kumshtaki? Watu wawili tunakwenda kuwashtaki. Yawezekana mtu wa kwanza Simba aliyekuwa ndani ya Simba, lakini ya pili tunakwenda kumshtaki yule ambaye yuko nje ya Simba, lakini anafanya mikakati na mipango yote kuhakikisha kwamba Simba ifanyaje? Haiwezi kwenda mbele. Vita inakuwa ngumu siku zote kianzia ndani. Na lazima niseme, vita ya Simba kwanza iko wapi? Iko ndani. Na maneno haya ya tarehe 22 tutakwenda kuyazungumza hadharani, kila mmoja asikie. Tutamwambia Mungu, tunakushakia ndio lomba mbingu na ardhi, vinavyotembea visivyotembea. Muangalie yoyote yule aliyekuwa ndani ya Simba na aliyekuwa nje ya Simba, aniyesaliti Simba kuto kufanya nini? Pata mafanikio. Inauma. Inaumiza. Inasikitisha kuona leo mwana Simba haongei na mwana Simba mwenzake kwa sababu ya shutuma. Niwaombe sana wana Simba, tuwape support viongozi hawa. Wamekuja na wazo zuri, na mimi naamini leo hii nitapita kwenye grupu lolote ambalo litakayokuwa wanatengeneza jirasi ya kuona namna ambavyo hawa viongozi waliofanya sio jambo la msingi, wao wakawa wanakwenda kuwapiga vita, basi najua ile shtaka ambalo wanatakiwa kupelekewa Mwenyezi Mungu tayari maadui wanaanza kufanyaje? Kuonekana. Sifa ya Mungu anasema niombeni na kupeni. Leo ukubwa wa Simba, iseme ziko vita zinapigwa kubwa ili Simba isifikiwe malengo yake. Ziko vita za namna mbili, na hii ndio vita ngumu ambayo sisi Simba inatumiza. Kuna mmoja akiwa madarakani, mwingine anakaa nje, kwa nini mwenzangu afanikiwe? Huu ndio kweli. Kuna msemo mmoja wa Zaramu anasema, iko siku bubu anaamua kusema kwa uchungu wa mwanawe. Tumechoka na hivi vitendo ambavyo vinavyofanywa. Kuna mjumbe amesema hapa, tumemtoka kumsikia mwenyekiti wa bodi, nyinyi waandishi ndio mlikuwa mnamhoji. Anasema kabisa ndani ya Simba kuna watu wanatengeneza mipango, Simba ikifungwa wao wanakwenda kufanyaje? Kufurahi.
Sasa tutaamini vipi kwamba huyu mwana Simba afanye? Kwanza ni kwenda kumshtakia Mungu. Nimpongeze sana Shabani hapa, akatumia sana busara, anasema tunakwenda kumuomba Mungu. Mimi niseme, atanisamehe kama nitamkosea. Sisi tunakwenda kusoma Al-Badr. Tutachinja mbuzi, tutachinja ngamia, tutachinja kuku kwenda kumshtakia Mwenyezi Mungu ili kuhakikisha maadui wa Simba wanaondoka ndani ya Simba. Jaribu kujiangalia wewe, wapi ulikotoka? Simba ulikutaje? Leo unakuja kupata umaarufu, leo unakuja kupata utajiri mbele ya Simba, baada yake unakwenda unageuka, unaitengenezea Simba majungu yaweza kuharibikiwa. Hatutakubali katika. Iwe mjomba hatukuunga mkono, uwe shangazi hatukuunga mkono, kwa sababu hatuko tayari kumwona mtu anaisaliti Simba, Simba inaondoka sisi tumchekee. Na yule mwana Simba wa kweli kuanzia leo ni yule ambaye atakamtafuta Shabani, atakamtafuta Salumu, kuambia namna ambavyo sisi tunahitaji katika kuchangia katika ile, tufanyeje? Shabani, mimi acha niseme, tuna watu 10 kutoka kwenye mikoa tofauti wanakuja. Msitegemee dua hili kumuona Salumu na Shabani na kanzu yake kama hivi. Tegemeeni kuziona sura, inawezekana mjaye kuziona toka mzalio katika dunia hii. Wako wamba tutatoa katika pande zote 4. Tutatoa kusini, tutatoa kaskazini, tutatoa mashariki, tutatoa wapi? Magharibi. Tarehe 22 watawasili hapa. Nanyi waandishi wa habari na kusuni, sababu na nyinyi mnakaa muda mwingi mnatengeneza propaganda kuivuruga Simba. Badilikeni. Hatutanii. Nasema ukweli. Wewe kama unapewa huko, kuna mtu anatangaza kuna jasusi aliyakuwa jasusi hayupo, lakini nikamvuruge Kisugu unachukua 200 utaondoka. Tuko serious unajua. Niwashukuru sana waandishi wa habari, asante.